Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chake Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hakika tunapaswa kumshukuru kwa neema zote anazotupatia Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba atupatie tawfik katika yale ambayo ni yenye kumridhisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Tumefika katika suratul Maun baada ya kumalizia suratul Kauthar. Leo tutaingia katika suratul Maun. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tawfik na tuweze kufahamu yaliyo ndani yake na vile vile tuyafanyie kazi. Sura hii imeitwa kwa jina la suratul Maun kwa sababu lidhikri lafdhi al-maun fi khatimiha, kwa kule kutajwa jina au neno maun mwisho wa sura hii. Wayamnauna al-maun, mwisho kabisa imetajwa hilo neno, ndio maana ikaitwa kwa jina hili. Na linapotajwa neno kwamba hili ndiyo kichwa cha sura hii, kwamba hiyo sura katika makusudio yake makubwa inafungamana na jina lake, kama tuliposema suratu An-Nisa. Ndani yake ukiangalia katika sura hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia haki zote za mwanamke, na kuanzia alipoumbwa na atarithi nini na ataolewa na nani na nani hafai kumuoa, anakaa eda muda gani. Zote hizo zimeelezwa katika suratul Nisa, ndio maana lile jina likaitwa kwa jina la Nisa. Pamoja na kwamba ndani yake kuna aya nyingi zimezungumzia mambo mengine, hata ziko aya ambazo zinampatia mwanamume uongozi, kwamba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Lakini hii pia bado ni moja katika makusudio, kwamba hawa wanawake yote walioelezewa katika sura hiyo, miongoni mwao wanatia kidini kwamba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Kwa hiyo ni mfano wa al-maun. Tukifika katika hiyo aya tutakwenda kuona kwa nini imekusudiwa kuwa ndio jina la sura hii. Walam yaqa hadha al-lafz fi suratin ghayra, na hili neno maun halijatajwa katika Qur'an sehemu nyingine yoyote. Kwa hiyo hii pia inaweza kuwa ni moja katika sababu kwamba ili hii sura iwe na jina lake la kitofauti, tutalipatia hili neno la mwisho ambalo litakuwa halitapatikana katika sura nyingine yoyote. Kwa hiyo neno maun linapatikana tu katika hapo katika suratu al-Maun. Maqasidu sura, makusudio yanayopatikana katika sura hii: bayanu sifati al-mukadhibina bid-din, ni kubainisha sifa za wale wenye kukanusha bid-din, al-mukadhibina bid-din. Tulisema neno la din limekuja na maana nyingi, miongoni mwake malipo au siku ya mwisho. Kwa hiyo hapa pia limekusudiwa kwa maana hiyo, kama vile tulivyosoma kwamba maliki yaumiddin, mfalme wa siku ya mwisho au wa siku ya malipo. Na hapa vile vile inakusudiwa araaita alladhi yukadhibu biddin, kwamba aliyekadhibisha malipo na siku ya mwisho. Kwa hiyo hii ni moja katika makusudio yake, kubainisha sifa za wenye kukadhibisha malipo. Na tutazungumzia baada ya kueleza maqasidi sura katika aya umuhimu wa kuthibitisha ama kusadikisha siku ya mwisho.
walhathu ala it'ami almiskin, na pia sura hii imehusisha ama imehusia zaidi watu kuwalisha maskini na kuangalia mayatima. Walmuhafadha ala salah, na kuzihifadhi sala. Walikhlas, na pia sura hii katufundisha mtu kufanya kitu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabadlu almusaada fi umuri alkhafifa, na pia inatufundisha kutoa misaada hata kwa yale mambo madogo madogo pia, na ndiyo maana ya hilo neno al-ma'un. Wa fi dhimni dhalik, na miongoni mwa yaliyokusudiwa katika sura hii at-taqbihu li af'alihim, kutia ubaya vile vitendo vya wale waliosifiwa katika hii sura. Watahdhiru min sifati, na kuhadharishwa sisi Waislamu na waumini kujiweka mbali na sifa zitakazosifiwa katika watu watakaotajwa katika hii sura. Kwa hiyo haya yote ni malengo, lakini lengo kubwa kabisa ni hili la mwisho, kwamba tushasoma, tushajua sura inakusudia nini. Mwisho tunapaswa kufanya nini? At-tahdhir, tujiweke na tahadhari liafali wa sifati, kwa zile sifa zao na vitendo vyao. Tuanze aya ya kwanza. Allah subhanahu wa ta'ala anasema araaita alladhi yukadhibu bid-din, na hatujatanguliza sababu nzuri kwa sababu itapatikana katika aya za mwisho kama tulivyofanya katika zile sura nyingine. Kwa hiyo araaita alladhi yukadhibu bid-din, Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal arafta alladhi yukadhibu biljazai yawm alqiyama, je, umemjua? Kwa hiyo lugha ya Kiarabu inapokuja neno araaita, si lazima iwe inakusudia unaonaje ama unaona, kwa sababu raa ni katika kuona. Kwa hiyo ina maana pia nyingine, je, unajua? Pia katika maana ambazo zimekuja kwa neno la araaita ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nijulishe, niambie itakuwaje watu wakifanya hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo pia imekuja kama swali kumuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba niambie hukumu ya kitu fulani. Hal arafta alladhi yukadhibu biljazai yawm alqiyama, je, unamjua mtu ambaye kwamba anakanusha siku ya malipo na malipo yenyewe? Mtu atakapokuwa na sifa hii afahamu kwamba ametoka katika imani. Mpaka tunaamia mtu atakapokuwa na sifa ya kukanusha siku ya malipo huwa ashajitoa katika imani. Kwa hiyo isipite kwa Muislamu yoyote kwenye nafsi yake kwamba akatilia shaka siku ya mwisho, siku ya malipo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuahidi sana. Na ndio maana utaona katika umuhimu wake baadhi ya ayati zilizokuja kutukumbushia siku hiyo ni moja katika ayati zinazofahamika kwamba au zinazosemekana huenda ikawa hizo ni aya za mwisho kushukishwa, kwamba hii kwa aya ya mwisho, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, icheni siku ambayo kwamba mtarudishwa kwa Mola wenu, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, kisha kila nafsi italipwa kile ilichokichuma na hakuna mtu yeyote atakayedhulumiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni sifa kubwa Muislamu ama mu'min awe nayo, na mtu akikosa itakuwa ni katika sababu za kumtoa katika imani yake, na ukitoka katika imani maana yake umetoka katika Uislamu. Nataka tusaidiane kutaja nguzo za imani. Kwanza, nguzo za imani ni ngapi? 6. Kwa sasa tuzitaje. Ya kwanza, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Kwa hiyo ikikosekana sifa au katika dhihni ya Muislamu au katika imani yake, katika moyo wake kuamini siku ya malipo, Muislamu huyo imani yake itakuwa ina mashaka. Na ndio maana
katika wale Makuraish waliokwenda kumuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba huu mfupa ushakuwa mchanga, nani atakayeweza kuhudhurisha? awalam yara al-insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Mwenyezi Mungu asema akatupigia sisi mfano na akajisahau yeye umbo wake na ule ubinadamu wake. Qala, akasema man yuhyi al-'idama wa hiya ramim. Kwa hiyo tayari hawa watu hao Allah subhanahu wa ta'ala amekwenda kuwaadhibu, kuwapa ahadi kali ya adhabu kwa sababu wamekanusha siku ya malipo. Kwa hiyo kukanusha siku ya malipo ni moja katika jambo baya sana Muislamu hapaswi kuweka katika dhihni yake, na ndio maana utaona limetajwa katika suratul Fatiha kwa sababu lina umuhimu. Na vile vile Muislamu anapokuwa anakumbuka siku ya malipo, ni moja katika sababu kubwa za kumfanya Muislamu kuwa na istiqama na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama inavyotakikana. Kwa hiyo mtu akiwa anahofia kwenda kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo amesifiwa, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema vile vile katika sura Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena katika sura Qaf kwamba wale ambao wana sifa za kuingia peponi na kuwekwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, sifa yao man khashiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa biqalbi munib, kwamba hakumuona Allah subhanahu wa ta'ala na yeye mwenyewe anaogopa hata akiwa peke yake kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu anaamini iko siku ya malipo na atakwenda kuulizwa kwa chochote kile ambacho atakuwa alikifanya au kukitamka. Kwa hiyo Muislamu anapaswa lazima awe na imani na kwamba iko siku ya malipo, na tutarajie mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tuhofie adhabu ambazo zitakwenda kuwapata watu ambao wamekosea Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na sifa ya kukataa siku ya malipo, athari zake ama natija inakuja ni hizi sifa zilizoelezwa za hawa Makuraishi. Sijui tufahamiana. Kwa hiyo itakapopatikana tu kwa Muislamu ama kwa nafsi kukanusha siku ya malipo, natija yake atakuwa na hizi sifa ambazo zitafuata katika aya za mbele. Araaita alladhi yukaththibu bid-din, basi huyo mtu, je, umemjua? Allah anamtambulisha sasa. Fadhalik, mtu huyo mwenye kukanusha siku ya malipo, huwa alladhi yad'u al-yatim, fa huwa dhalika alladhi yadfa'u al-yatim bighilba an hajati, ni mtu ambaye kwamba anamweka mbali na anamtenga yatimu na vile vile anamtoa kwa ukali wakati yule yatimu atakuwa ana haja kwake. Ibn Kathir akaeleza katika kitabu chake akasema, walladhi yaqharu al-yatim, ni yule ambaye kwamba anamdharau yatim, wa yadhlimu haqqahu, na anamdhulumu haki yake, wala yut'imuhu, wala amlishi, wala yuhsin ilayhi, wala amfanyii wema wowote. Hizo sifa ndizo zilizokusudiwa kwa yule ambaye anakusudiwa katika aya hii. Walladhi yaqharu al-yatim, yule ambaye kwamba anamdharau na kumtenga yatim, wa yadhlimu haqqahu, na anadhulumu haki yake, wala yut'imuhu, na wala hamlishi, wala yuhsinu ilayhi, na wala hamfanyii wema wowote. Vile vile tunaona kwamba mtu akienda kupata sifa ya kukanusha siku ya malipo, mtu huyo atapewa adhabu ya moyo mzito ndio aweze kufanya haya mambo yote. Ukiangalia Allah subhanahu wa ta'ala alivyompatia kipaumbele yatim katika dini ya Kiislamu na katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utaona ni jambo ambalo hapaswi Muislamu yoyote kujiweka mbali nalo. Lazima ajitahidi aweze
kuwa na fungu katika hali hiyo. Hata mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam asema tu kwa kumpangusa kichwa pia mtu analipwa ikiwa amefanya hivyo kwa ajili ya kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza kabisa Allah subhanahu wa ta'ala asema fa amma al-yatima fala taqhar, akimhusia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sura maarufu, sura ad-Duha, wad-duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah subhanahu wa ta'ala hajakuacha na wala hajakusahau. Wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula, na akhira kwako ni bora kuliko dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, na atakwenda kukupatia Mola wako mpaka moyo wako utaridhika. Fa amma al-yatima fala taqhar, basi kwa neema hizo na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, basi mkirimu yatim, wala usimdharau wala usimtenge. Wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kwa hiyo hii ni moja katika ayati zilizokuja kuhusia na kuonesha uzito wake, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamweka katika maneno haya, akayaweka katika maneno mazito, kwamba Mwenyezi Mungu anamwambia mimi sijakusahau na mimi niko na wewe na nitakuja kukupatia mpaka utaridhika, na lakini ufahamu kwamba hii dunia si bora kuliko akhera. Ndio maana Allah akampatia mtihani Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ni yatimu, akawa ni mwenye kuinukia bila ya mzazi wa kiume, na mzazi wake wa kike akawa ni mwenye kumuondokea pia akiwa bado ni mdogo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anamwambia kama vile wewe ulivyokuwa huko katika hali hiyo na ukaona ile dhiki ama mazito unayopitia, basi wale mayatima katika umma wako usiwe ni mwenye kuwaweka mbali, usiwe ni mwenye kuwadharau. Na akifanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili na sisi tuwe ni wenye kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Na akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair. Wanakuuliza masahaba zako Waislamu, wanakuuliza kuhusu hukumu ama kuhusu masala ya mayatima, wajibu kuambia islahun lahum khair, kuwatendea wema wao ni khairi zaidi. Na katika hadithi zilizokuja kubainisha fadhila za mtu yoyote yule atakayekwenda kusimama na kumwangalia yatimu na kuwa naye karibu, zimekuja hadithi nyingi, lakini kabla ya kuingia katika hizi hadithi, tuangalie kwanza yatimu ni mtoto wa umri gani. Je, ili afikie kiasi gani ndio hapaswi tena kuitwa yatimu? Wanavyuoni wote wamekwenda kuafikiana kwamba mwisho wa mtoto kufahamika kwamba yeye ni yatimu ni pale ambapo atakwenda kubaligha. Haijalishi bulugha yake itachelewa kiasi gani, lakini ule muda tu atakuwa amebaligha, basi anaondolewa jina la kuwa ni yatimu. Kwa hiyo mara nyingi inakuwa miaka 12 mpaka 16 mtu atakuwa amesha baligha. Na yatimu ni yule ambaye ameondokewa na baba peke yake, mama haitwi mtoto kuwa ni yatimu. Moja katika fadhila zilizokuja katika hadithi ya mtu kuangalia mayatima, alqurbu minan nabiyyi fil janna, ni mtu kuwa na ukaribu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi iliyopokewa na Bukhari asema, ana wa kafilul yatim fil janna kahatain, akaashiria vidole vyake viwili kwamba tutakuwa sambamba, tutakuwa karibu kiasi kikubwa mimi na yule ambaye atakuwa anamwangalia yatimu. Pili, katika fadhila zilizokuja katika hadithi, sababun linaili rahma, ni sababu ya mtu kupata rehma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man masaha ra'sa al-yatim, yoyote yule atakayepangusa kichwa cha yatimu, la yamsahu illa lillah, na hakumpangusa yatima yule isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kufuata hadithi hii
kana lahu bikulli sha'ratin, atakuwa mtu huyo kwa kila unywele, marrat alaiha yaduhu hasanat, kwa kila unywele ambao utapitwa na ule mkono wake. Kwa hiyo kama utampangusa kichwa chote, ina maana utakuwa umegusa nywele zote, na huwezi jua mtu ana nywele kiasi gani, pengine ni mamilioni. Kwa hiyo kwa kila unywele mtu atakuwa na hasana. Na angalia hadithi ilivyomalizika kwamba hakusema bikulli sha'ratin marrat alaiha yaduhu hasana, bali akasema hasanat, kwa sababu katika kitu ambacho wamepewa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hawakupewa hata majini, kwa sababu sote tumeamrishwa kufanya ibada, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lakini ikija katika wanadamu fadhila waliopewa, na hii imekuja katika hadithi ndefu, hadithi ya mazungumzo baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na Iblis, na Allah na Adam, wakati pale ameshaasi Iblis. Sasa Mwenyezi Mungu anamwambia nenda, utabakia mpaka wakati maalum. Kwa hiyo Iblis alitoa maombi yake na mwanadamu pia akatoa maombi yake. Kwa hiyo katika maombi ya mwanadamu ni kwamba Allah alimpatia hiyo fursa kwamba kila jema lake litakuwa linapigwa kwa mara 10. Man jaa bil hasana falahu ashru amthaliha wa man jaa bis sayyi'a fala yujza illa mithlaha. Na vile vile katika hadithi ya watu kuhimizwa kusoma Qur'an, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yoyote yule atakayesoma harfu moja ana thawabu 10, na ana thawabu kwa mara 10 yake, wal hasana bi'ashri amthali. Kwa hiyo akasema la aqulu alif lam mim harf, sisemi alif lam mim zina thawabu 30, bal alifun harfun, maana yake ina 10 zake, wa lamun harfun wa mimun harf. Kwa hiyo zitakuwa ni hasanati nyingi zisizohesabika. Kwa kitendo gani? Kumpangusa tu mtoto yatim kichwa chake kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tunahimizwa kwamba hata kama hauna kitu cha kumpatia, basi umpatie maneno mazuri. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala sema katika suratul Isra kwamba amwambia Mtume, usifungue mkono wako wote na usiufunge, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuq, usiufunge maana usiwe mwenye kushindwa kutoa kwa ajili ya Allah. Lakini pia akamwambia wala tabsutha kullal bast, wala pia usiufungue yote mpaka ukakosa kabisa, fatakuwa maluman mahsur. Ndio tukahusiwa kwamba mtu ambaye hataweza kutoa basi afatilize na kauli nzuri, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Maana yake kama ulikuwa unataka kumpatia mtu kitu, lakini wewe pia una haja nacho, hali yako si nzuri, basi katika hali kama ile ni bora ukamrudisha na maneno mazuri kuliko kumpatia kisha ukawa mwenye kujilaumu au ukawa mwenye kumlaumu yeye. Kadhalika ukamrudisha na yale maneno mazuri, itakuwa ni bora zaidi kuliko sadaqa ambayo itafuatia na maudhi na maneno yenye kuudhi. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Kwa hiyo katika fadhila za yatim ni kumpangusa kichwa chake. Sababu au fadhila nyingine ya tatu, linul qalb wa zawalul qaswa, ni kulainika kwa moyo na kuondoka ugumu na uzito katika moyo, kukubali haki. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwa wale ambao hawazingatii Qur'an, akawauliza afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfal, au katika nyoyo zao kushawekwa kufuri, kwa sababu hawawezi tena kuzingatia, mioyo migumu. Na ndio maana Ibn al-Qayyim akasema ma udhiba insan fi dunya, hajaadhibiwa mwanadamu katika dunia kama udhiba biqaswati al-qalb, kama yule mtu ambaye kwamba atakwenda kupewa moyo usiosikia. Nadhani mpaka hapo hiyo kauli iko wazi kwamba mtu akipewa moyo usiokubali haki, mtu huyo amepewa adhabu kubwa katika haya maisha ya dunia. Kwa hiyo kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atulainishe mioyo yetu ili tusiingie katika adhabu hiyo, kwa sababu mtu anapokuwa ni mwenye kukataa haki ndio mwanzo wa makosa makubwa. Kibri, unakuwa ni mwenye kukataa, unakuwa ni mwenye kibri.
Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kibri ni nini, akasema huwa batrul haqq, ni kukataa haki, wa ghamtu nnas, na kudharau watu. Kwa hiyo mtu atakapokwenda kuangalia mayatima anapata kulainika moyo wake, na Allah subhanahu wa ta'ala anamjalia moyo wenye kusikiliza. Ndio itakuwa tumeingia katika mu'minun, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, mpaka mwisho wa aya. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi ya Ahmad, in aradta an yalina qalbak fa at'im almiskin wamsah ra's alyatim, ukitaka moyo wako ulainike, uwe mwepesi, uwe ni mwenye kukubali haki. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala kauliza katika suratul Hadid, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala min alhaq, je, haujafika wakati wa wale ambao kwamba wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala ili nyoyo zao zilainike na wawe ni wenye kukubali haki. Kwa hiyo moja katika fadhila na baraka zinazopatikana katika kumwangalia yatim nyumbani, kunakuwa na baraka za mali na familia inakuwa na khair. Maulama wametaja katika baraka hizo barakatul rizq, riziki zinazidi nyumbani mtu atakapokuwa anaangalia mayatima ama anawapenda. Sababu ya pili pia vile vile inapatikana uzuri katika nyumba, salahul abna, watoto kuwa wema na kuwa wazuri. Pia vile vile wanavyoona wametaja baadhi ya sababu zinazopatikana au zinazoleta baraka katika nyumba, nuzulu rahma fil bait, kushuka rehma katika nyumba ambayo ndani yake kunaangaliwa mayatima. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Mwisho kabisa nataka nitoe angalizi au tambii kwamba mtu huweza ama huenda akamfanyia yatim khair, akawa ni mwenye kumwangalia na kumsimamia katika mambo yake, lakini kuna mahali muhimu sana anakosea na ile khair ikakosa baraka. Wanavyoona wamesema bali lazima mtu achunge katika hifdhi karamatihi wa mashairi, ule ukarimu wake amfanye awe huru, asiwe ni mwenye kujihisi unyonge, awe anajihisi kwa mimi pia ni mtu nathaminiwa na niko mahali ambayo natakikana, asione yuko mahali ambayo hatakikani, ama usiwe ni mwenye kumsaidia lakini katika kule kumsaidia ukawa unamuumiza katika mashairi yake, hisia zake, kwa kumwambia maneno ambayo sio mazuri. Ikiwa itakuwa ni hivyo, ni bora mtu akawacha kufanya kuliko kufanya, kwa sababu ukifanya na kutia dosari na kuwa ni mwenye kusimulia, utakuwa unamuumiza yule mtoto na vile vile atainukia vibaya, huenda ikamwathiri pakubwa sana katika saikolojia au hata katika utendaji wake wa kazi wa mwili, ima akadhoofika kiakili au kinguvu kwa sababu ya kumsaidia pamoja na kumtilia maneno au karaha. Aya ya 3 Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yahuddu ala ta'amil miskin, pamoja na kwamba mtu huyo ambaye ana sifa ya kumkanusha yatim na kumdharau na kumtenga na kumdhulumu, pia haendi kuhusia watu wala hasisitizi watu juu ya suala la kuwalisha maskini. Ndio hapa tunapata sababu nzuri katika watu walioshukishiwa hii aya. Ni wale tuliowataja katika suratul Ikhlas, ni wale tuliowataja katika suratul Masad, na wale tuliowataja katika suratul Kafirun, kina Abu Jahl, kina As bin Wa'il na wengine katika Walid ibn al-Mughira. Hao ndio waliokwenda kusema baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema kwamba kunafaa watu walishe maskini, wao wakawa wenye kuuliza anut'imu man law yasha'u Allahu at'ama, tulishe mtu ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe akitaka kumlisha atamlisha. Hiyo si kazi yetu. Maana yake walikuwa wanakusudia kwamba hiyo
si kazi yetu sisi, hatutafanya kazi hiyo, ni kazi ya Mwenyezi Mungu, atamlisha atakayemtaka. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wanawatenga mayatimu na wala hawahusii juu ya watu kuwalisha mayatimu. Imamu katika tafsiri ya Muyassar anasema wala yahuthu nafsahu wala yahuthu ghayrahu, hajihimizi nafsi yake kufanya wala hamuhimizi mwingine kufanya katika hili. Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala akakusanya sifa hizo katika sura nyingine, suratul Fajr, kalla bal la tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Na Ibn Kathir ameelezea vile vile katika kitabu chake baadhi ya sifa za watu ambao ni maskini na wale ambao ni mafakiri, akaweka farku baina yao. Akasema miskin man yamliku ba'd al-kifaya, ni yule ambaye anamiliki baadhi ya matumizi yale ya haja. Kama ni chakula atakuwa nacho lakini hakimtoshi, ima kwa siku yake au hata ule wakati ambao anautumia kula. Ikiwa ni cha asubuhi amepata lakini hakikumtosha, au amepata cha asubuhi lakini hajui mchana na jioni atapata nini, huyu ni maskini. Na ndio maana tunafahamu kwamba miskini ni mtu anayemiliki kisichomtosha. Katika kisa cha Musa na Khidr alipomwambia amma safinatu fakanat limasakin, ama ile safina niliyoitoboa ilikuwa ni ya maskini wanaofanya kazi baharini. Kwa hiyo imethibitika kwamba miskini mtu anayemiliki lakini kisichomtosha. Ama faqir man la yamliku ma yakfi lihajatihi al-asasi, ni yule ambaye kwamba hamiliki chochote katika haja zake za kimsingi. Kwa hiyo hana hata chakula, ikiwa ni kimavazi pia ni shida, au ikiwa ni malazi pia huenda ikawa ni shida. Kwa hiyo hii ndio farq aliyoelezea Imam Ibn Kathir, na akaelezea Imam Al-Mawardi kuelezea kwamba hii aya haingii kwa mtu yoyote ambaye hataweza kulisha maskini, bali itaingia kwa wale ambao wanao uwezo na hawafanyi nini, hawatekelezi. Ndio akasema walaysa dham amman, wala haya makanyo wala kukemea jambo hili halikuja kwa watu wote, hata yatanawal man tarakahu ajza, hata iwe aliacha kwa kushindwa, kukosa uwezo, ikawa pia ataingia hapo. Walakinnahum kanu yabkhalun wa ya'tadhirun, lakini walioshukishiwa aya hii ni wale waliokuwa wakifanya kusudi, wanao uwezo na hawakusaidia wala hawakutoa, na walikuwa wakitoa udhuru wa kusema anut'imu man law yasha Allahu at'ama, ndio wanaokusudia. Lakini kama mtu hana uwezo, basi hatakuwa akilazimika. Kwa hiyo hawa ambao Allah amewasifu, asema sifa yao la yaf'aluhu in qadir, hafanyi akiwa ataweza, wala yahuthuhu illa yaqdir, na hata hahusii pia ikiwa hawezi. Kwa hiyo ukiwa una sifa hizi mbili unaweza kuingia katika hii aya. Kwa hiyo tumuombe Allah atujalie, ikiwa tutaweza tufanye, na ikiwa hatutaweza basi tujaribu kuhusia wanaoweza wafanye, ili iwe ni sababu ya kusalimika jamii yote ya Kiislamu. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala angeweza kumpatia kila mtu anachotaka, na katika ufalme wake yeye Allah hilo halipunguzi kitu. Katika hadithi maarufu kwamba yeye akimpatia mwanadamu wa kwanza mpaka wa mwisho na jini wa kwanza mpaka wa mwisho kila anachokitaka, kila mtu akaomba katika uwanja mmoja na kila mtu akapewa, hiyo haipunguzi katika ufalme wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kitu chochote. Ni kama mfano wa kuweka sindano katika bahari na kuitoa, lile tone litakalofuata ile sindano ndio itakuwa imepunguza katika ufalme wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kwa nini yeye atuhusie sisi kutoa na akatufadhilisha tofauti tofauti? Hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka kutupima sisi imani zetu. Wale watakaopewa wapimwe imani yao kwa kusaidia na kutoa kwa ajili ya Allah, na wale watakaonyimwa wapimwe imani yao kwa kusubiri. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akabainisha hili, akasema ahum yaqsimuna rahmat rabbik, wao ndio wanaweza kugawanya rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akajibu akasema, nahnu qasamna bainahum, sisi ndio tunaogawanya hizo rehema baina yao. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, tunawagawanyia maisha yao katika hii dunia. Mwingine atanyanyuliwa, mwingine atawekwa chini. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa tilka al-ayyam nudawiluha baina nas. Kwa hiyo kuna kupanda na kushuka, kuna kuwa leo unacho kesho hauna. Zote hizi Allah subhanahu wa ta'ala anatujenga imani, na pia anaangalia yule aliyopewa akawa ni mwenye kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wasaidiane kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hata ukitoa huwa humfaidishi Mwenyezi Mungu na chochote, bali unajifaidisha mwenyewe. Na ukitoa Allah anazidi kukupatia. Ya ibn Adam anfiq unfiq alayk. Na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yule anayetoa, ana malaika wanamuombea, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, patie huyo aliyetoa badala bora, wa a'ti mumsikan talafa, na yule aliyezuia mpatie uharibifu. Na zimekuja sifa nyingi na hadithi nyingi kusisitiza hilo. Nadhani kila tukiingia ndani zaidi tutashindwa kumalizia katika sura hii. Almuhim, mtu awe ni mwenye kutoa au ahimize watu kutoa, ni jambo kubwa sana na lina fadhila mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ukiangalia Allah akitaja sifa za waumini utasikia alladhina yunfiqun, alladhina yunfiqun, alladhina yunfiqun. Kwa hiyo tujitahidi kufanya hilo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analitaka kwetu. Aya inayofuata Allah subhanahu wa ta'ala asema, fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Wailun ni neno ambalo Waarabu wanalitumia kukemea au kutoa tahadhari kali kwa kitendo ambacho sicho kizuri. Wailun likulli humazatin lumaza, ole wao wale wenye kusengenya kwa kutumia midomo na kutumia ishara. Fawailun lahum mimma katabat aydihim, ole wao wale waliokwenda kuandika kwa mikono yao kubadilisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wailun imekuja sana katika Qur'an na hata katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo fawailun lilmusallin, ole, fahalakun wa adhabun lilmusallin. Sasa mtu anaweza kuwa ni mwenye kushangaa, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala awaambie wanaosali ole wao? Mbele Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea katika aya ya 5 akisema, alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun. Hapa tumekomea kuzungumzia swala, alafu yamnauna al-ma'un itakuwa imekuja katika mambo mengine. Kwa hiyo tuanze na hii fawailun lilmusallin. Maulama wamesema nini? Fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, fahalakun wa adhabun lilmusallin, upotevu na adhabu kwa wale wenye kuswali. Imam As-Sa'di yasema alladhina hum an salatihim lahun, wale ambao kwamba wanazichezea swala zao, la yubaluna biha, hawajali kuhusu hizo swala, hatta yanqadhi waqtaha, mpaka ukapita ule wakati wake. Pia vile vile akaendelea akasema, alladhina humul multazimuna liiqami salah, ni wale ambao kwamba wanajitahidi kusimamisha swala, walakinnahum an salatihim sahun, lakini hao katika hizo swala zao ni wenye kujisahau. Kabla ya kuendelea, tuangalie maana sahun, unavyoona kutafsiri vipi neno sahun, ili tuweze kupata maana kamili ya neno alladhina hum an salatihim sahun. Kwanza kabisa Imam al-Mawardi yasema, in sallaha fi waqtiha lam yarji thawaba, akiswali kwa wakati wake hatarajii thawabu. Mtu ambaye ni saa katika swala yake, in sallaha fi waqtiha lam yarju thawaba, wa in sallaha li ghairi waqtiha, na akiswali wakati ishatoka wakati wake, lam yakhsha iqaba, haogopi pia kwamba atakwenda kuulizwa ama ni kosa amelifanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akiwa nafsi yake iko katika hili fungu, ajue yuko katika wale ambao ni sawa. Akaelezea pia kauli ya pili akasema, alladhina hum ghafilun, wale ambao kwamba wameghafilika nazo, zinawapita bila wao kujali. Kauli ya tatu, la yusalli sirran bal alaniya
riaan linnas, kwamba mtu atakaingia katika hiyo sahun ni yule ambaye kwamba hajawahi kuswali peke yake. Yeye swala zake zote ni za dhahiri, na pia vile vile itakuwa anaswali kwa ajili ya kuonesha watu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipowasifu munafiqun na kuambia swala zile ambazo zaswaliwa katika giza ni swala ambazo munafiqun hawawezi kuziswali, ikawa ni salatul fajr wala isha, kwamba hizi ni nzito kwa munafiqun, kwa sababu wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulikuwa hakuna mwangaza mkubwa kama hivi. Kwa hiyo mtu akiwa atahudhuria hajulikani, na ikiwa hatahudhuria pia vile vile inakuwa ngumu kujulikana. Kwa hiyo wao wakawa wanategea zile swala za mchana, kwa sababu itakuwa kwao ni rahisi wao kuonekana, wakawa wanajificha na zile swala za usiku, kwa sababu ikawa kwao ni uzito kujulikana au kuonekana. Kwa hiyo la yusalli sirran, mtu kama huyo hata akiwa peke yake hawezi kuswali, kwa sababu nafsi yake haimtumi hivi. Yeye anataka aswali mbele za watu na watu wamuone. Kauli ya 4, huwa alladhi la yaqra wa la yadhkuru Allah fi salati, ni mtu ambaye kwamba ataswali lakini yuko katika swala, lakini hasomi chochote katika yale yanayotakana kusomwa, wala hamtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hili tunaweza kusema kwamba wengi tutaingia kama ni urongo, kwa hatusomi na mara nyingine tunaghafilika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wanavyuoni wamezungumzia jambo zuri sana hapa, na mmoja katika wao Ata ibn Dinar asema alhamdulillahi alladhi qala an salatihim sahun wa lam yaqul fi salatihim sahun. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyesema watu ambao kwamba wale wao wenye kuswali, wale ambao kwamba wana juu ya swala zao, kwamba namna ya kuziswali, lakini hakusema fi salati, ndani ya swala zao, kwa sababu angesema sahuna fi salati au alladhina hum fi salatihim sahun, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa akipitiwa na hiyo, na huo ni binadamu, lazima mtu asahau, lazima mtu akosee. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya wakati alikuwa akiswalisha swala ya dhuhuri, akiswalisha raka 2, mpaka masahaba wakamuuliza akusirat as-sala am nasit, imepunguzwa swala au umesahau? Akajibu Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ma kusirat as-sala bal nasit, haijapunguzwa swala, raka ni zile zile 4, lakini mimi nimefanya nini? Nimesahau. Masahaba akamwambia basi bado 2. Akainuka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuzitimiza. Kwa hiyo hikma na uzuri tunawapata ni kwamba Mwenyezi Mungu hakusema fi salati. Kwa hiyo hata itakapokwenda kukafirika katika swala yako, maneno baadhi yakawa ni yenye kukupita, unaleta istighfar na unajikinga na shetani, na unapuliza upande wa kushoto ili shetani awe mbali na wewe. A'udhu billahi min hamzihi wa nafthihi wa zajrihi ila akhir dua, alafu utapuliza upande wa kushoto, utakuwa unaendelea na swala yako vizuri. Ama kauli ya mwisho, Imam al-Mawardi yasema humul ladhina yuakhirunaha an waqtiha, ni wale ambao kwamba wanaichelewesha swala hiyo mpaka kutoka kwa wakati wake. Nadhani hili pia si jambo la kuzungumzia sana, kwa sababu nyakati za swala tunazijua, kwamba fajr inaenda mpaka muda gani, maghrib iko wakati gani, isha inaenda mpaka muda gani. Kwa hiyo wale ambao kwamba wako katika kundi la kuingia katika sahun wanaziacha swala mpaka wakati wake unatoka, kisha wanaziswali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea katika hadithi maarufu, asema tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, akasema mara 3. Kisha akasema, akatoa sifa sasa, akasema yajlis yarkubu shams. Hiyo ilikuwa ni wakati wa asr, akielezea akasema anakaa analiangalia jua, hata idha kanat baina qarna ash-shaytan, mpaka likiwa lina karibia kuzama. Hii ni lugha Waarabu wanatumia kwa kinaya kwamba kuzama kwa jua, qarna ash-shaytan, mpaka litakapokuwa linakaribia kuzama, qama, anyanyuke sasa, fanaqara 4. Naqara ni yule kitendo cha kurabu wa kidona. Kwa hiyo fanaqara 4, akaswali raka 4 kama mfano wa kurabu anakodona papa, yani hasomi kitu, hana khushu', la yadhkuru Allah fiha illa qalila, hamtaji Allah ndani ya swala isipokuwa kidogo. Hadithi hii imepokewa na Muslim, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema
innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Wao wanaona kwamba wanamdanganya Allah kwa vile vitendo vyao vya kufanya siasa katika ibada, wanaona ni siasa nzuri inayowafaa, lakini kinyume chake kwamba wao ndio wanaojidanganya nafsi zao. Kisha Allah akaelezea sifa zao akasema, wa idha qamu ila salati qamu kusala, na wakisimama katika sala wanasimama wakiwa ni wavivu. Yurauna nnas, ni wenye kujionesha kwa watu. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila, na hawamtaji Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kidogo sana. Kwa hiyo moja katika sifa za waliopewa kemeo katika wenye kusali ni wale wenye kujisahau. Imam Ibn Kathir akatoa kauli nzuri ambayo itabainisha sifa za hao watu kwa uzuri. Nasema imma an waqtiha al-awwal fayuakhiraha, imma akaichelewesha ule wakati wake wa kwanza. Kama dhuhuri imeingia katika risala saa 7 akaipeleka mpaka saa 8 ila akhiri daima, kila siku akawa mtu huyo ni mwenye kufanya hivyo. Wa imma an adaiha bi arkani, imma akawa ni mwenye kupunguza katika zile nguzo zake, na hili nalo ni somo la fali yeye pia. Lakini sasa hivi tutagusia tu katika nguzo za sala. Kwanza ni ngapi? 14. Naam, 14. Kwanza kusimama kwa mwenye kuweza. Pili, suratul Fatiha. 3, rukuu. Shukran. Takbiratul ihram itakuwa iko katika mwanzo kabisa. Kisha vile vile al-i'tidal, kunyanyuka kutoka katika rukuu, alafu sijda, zote zile zinakuwa ni katika nguzo za sala. Alafu vile vile tahiyatul akhir, ile tahiyya ya mwisho na nyinginezo. Kwa hiyo tutakuja kuzieleza kwa urefu inshallah wakati kutahitajika. Ala alwajhi alma'mur, na shuruti zake akazileta kwa vile inavyotakana, na shuruti za swala pia ni maarufu. Wengine wanavyona wametaja 9, wengine 8, kwamba ni alwudhu, nia, usafi wa sehemu na nguo wa mwili, istiqbal al-qibla, kuelekea qibla, dukhul al-waqt, kuingia kwa wakati. Zote hizi ni katika sharti za swala. Wa imma an khushu', ama akawa mtu ataswali akawa ni mwenye kukosa khushu', wa tadabbur, na kuzingatia pia katika maana ya yale maneno yanayosema katika swala. Fahadhi kullu mushmila, zote hizi zinaingia katika alladhina hum an salatihim sahun. Kwa hiyo ni wasfu nzuri sana kwa wale ambao watakuwa wameingia katika tabia hizo, watakuwa wameingia katika fungu hilo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhina hum an salatihim sahun. Kisha akaendelea akasema alladhina hum yuraqun, wale ambao kwamba wanajionesha. Alladhina hum yuraquna bi salatihim wa a'malihim, wale ambao kwamba wakiswali wanakusudia kujionesha na vitendo vyao vyote wanakusudia kujionesha. La yukhlisuna al-amala lillah, hawawi na ikhlas katika amali zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna kauli ya Ibn Kathir katika hili tutaiangalia, na vile vile kuna hadithi ameielezea pia katika kitabu chake. Tutaona Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza vipi kubainisha wale wenye kujionyesha. Ibn Kathir anasema anna man amila amalan lillah, yoyote yule atakayefanya amal kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, fattala alayhi an-nas, watu lakini wakamuona, pamoja na kwamba yeye alikuwa hataki kuonekana, amejificha, lakini ikatokea watu wakamuona. Fa'ajabahu dhalik, akawa ni mwenye kuingiwa na hoja. Yeye mwenyewe hakukusudia watu wamuone, lakini watu wakimuona na wakamsifu mathalan, ikawa ni yenye kumuingizia yeye hoja au kujiona kidogo ama kujifurahisha, ama akafurahia kwa vile watu wanaposema anna hadha la yu'addu riya, hii haitahesabika kuwa ni riya. Tunafahamiana? Kuna kuwa wewe umefanya, umejificha, lakini mtu akakuona. Maana italaa ni kuchungulia, ni mtu aliyefanya juhudi zaidi akaona. Kwa hiyo ina maana mtu akipita tu na shughuli zake asingefanya nini? Asingekuona. Kwa hiyo
jitahidi kadri uwezo wako kujificha, lakini itala, mtu akakujua kwa siri, kwa hiyo hapo hautahesabika kuwa umefanya riya. Hadithi iliyopokewa na Abu Hurairah asema, qala rajulun ya Rasulullah, mtu alisema kumwambia Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rajulu ya'malu al-'amala bisirri yasurru, mtu huenda akatenda kitendo ambacho chamfurahisha yeye mwenyewe, kwa sababu mu'min, katika sifa za mu'min ni mtu anatakiwa kitendo chake kizuri kimfurahishe na kitendo kibaya chake kimhuzunishe. Kwa hiyo kisha kuwa na sifa hii, fa anta, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia sahaba kwamba isaratka hasanatuk wa sa'atka sayi'atuk fa anta mu'min, ikikufurahisha jambo zuri lako na likakuudhi ama likakuhuzunisha baya lako, basi wewe ni mu'min. Kwa hiyo arrajul ya'malu al-'amal yasurru, mtu huenda akafanya kitendo chenye kumfurahisha nafsi yake, fa idha tulia alayhi, akionekana kwa bahati mbaya, ajabahu, akajihisi kitu kikamwingia katika nafsi yake kwamba amefanya. Kwa hiyo faqala lahu nabii sallallahu alaihi wasallam, mtume akamjibu kumwambia, lahu ajran, huyo mtu ana ujira mbili. Ajru sirri, kwanza malipo ya kwamba amefanya kwa siri, wa ajru al-alania, na malipo ya kwamba amefanya watu pia wakafanya nini, wakamwona. Sio lazima kila wakati ufanye kwa siri. Kuna wakati nyingine itahitajika ufanye kwa dhahiri, kama kutakuwa kuna kiegezo chema watu wataenda kuchukua kupitia wewe. Kwa hiyo ukifanya kwa dhahiri, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya baadhi ya amali zake dhahiri, masahaba wakimwona, inakuwa ni vizuri, ili hiyo ni funzo kwa watu wengine. Na hata katika kuashiria hilo, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Miongoni mwa hiyo ni kudhihirisha neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni kusoma Qur'an, baadhi ya watu wakasikia, itakuwa ni yenye kuwafaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma na masahaba wakisikia, wakiathirika, na wengine majini pia wakisikia, wa idh sarafna ilayka nafarun min al-jinn yastami'una al-Qur'an. Kwa hiyo akisoma, Abu Bakar radhiallahu anhu, kwa nyumba yake ilikuwa ni ya ghorofa, sakafu. Kwa hiyo akikaa juu akisoma, watu wakimsikia baadhi ya wakati, wengine wakiathirika kwa kisomo chake, wakiwa wanasikia zile ayati wakawa ni wenye kuathirika. Na visa viko vingi katika watu waliokwenda kusikiliza Qur'an kisiri na wakasikia na zikawa ni zenye kuathiri, lakini hatuko katika mazungumzo hayo. Almuhimu ni mtu yoyote yule ambaye kwamba atakwenda kufanya kitendo ikatokea watu wakamuona, basi hatakuwa anakusudiwa kuwa amejionyesha. Alladhina hum yuraun, wale ambao kwamba wanajionesha na wakawa ni wenye kupenda kusifiwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tumeona kwamba atakayefanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na akasifiwa hana makosa. Je, aliyefanya kwa kutafuta hizo sifa? Tuangalie aliyefanya kwa ajili ya Allah amepata zote mbili. Amepata ujira wa kufanya na amepata ujira wa kufanya kwa siri na amepata ujira wa kufanya kwa dhahiri, kwa sababu amefanya kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu. Amma alladhi, ambaye atakuwa ni kinyume ya huyo, atakayefanya tofauti na kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna hata kimoja atakacho kipata, hasara juu ya hasara, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kumrudishia vitendo vyake na kumwambia, wewe hujafanya hii kwa ajili ya nani? Ya Allah. Na tumekuja katika kisa maarufu kwamba yuko sahaba alipigana mpaka akafariki, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kurudishwa na isikubalike ile jihadi yake, na akiuliza sababu akaambiwa, ulipigana ili watu waseme wewe ni hodari, kwa hiyo ulisemwa duniani na umepata kile ulichokitaka. Kwa hiyo mtu akitaka sifa za watu katika vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni ujinga ambao hauna mfano, kwa sababu sisi tupaswa tumfanyie Allah, na unapomfanyia Allah ndio yeye atakuwa ni mwenye kukulipa. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, ilayhi yas'adu al-kalim tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u. Yeye ndio anayesamehe madhambi, yeye ndio anayepokea, yeye ndio anayetoa rehema. Kwa hiyo kwa nini tufanye kwa watu ambao hawatatusaidia na yale tuliyofanya yakawa hayana natija mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala?
kwa sababu watu wanatofautiana kwenye nia peke yake. Hadithi maarufu, innamal a'malu binniyat. Kwa hiyo nia ndio itatofautisha. Tunaweza kuwa tumekuja hapa katika sala sote tukaswali mpaka imamu akamaliza, lakini mwisho wa siku hatutoki na thawabu sawa, kwa sababu yale ambayo yako ndani ya nafsi zetu. Kwa hiyo mtu awe atafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na asifanye kwa ajili ya mtu. Ukifanya kwa ajili ya Allah utapata zote, ukifanya kwa ajili ya kitu chengine utakosa zote. Na hakuna, kwa nini utakosa zote? Hakuna mwanadamu aliyependwa na wanadamu wote. Hilo nalo lazima ujue kwamba ridha al-insan ghayatun la tudrak, kumridhisha mwanadamu ni lengo lisilodhirikiwa, ni lengo ambalo hakuna mwanadamu ataweza kulifikia. Ndio waliosema katika mashairi, akasema lau sahaba al-insanu Jibril, lau mwanadamu atasuhubiana na Jibril, akawa Jibril ndo rafiki yake, lam yaslam al-mar'u min qal wa min qil, mtu hawezi kusalimika na maneno ya watu. Qad qila fi llahi aqwalun musannafatu, Mwenyezi Mungu amesemewa maneno mengi. Tutla idha rutila al-Qur'an tartila, maneno haya yanasomwa pindi itakapokuwa yasoma Qur'an. Yadullahi maghlula, waliosema mkono wa Allah umevunjika. Wala taj'al yadaka maghlula, kwa sababu wakawa wanakusudia Allah subhanahu wa ta'ala ni bakhil. Wengine wakasema nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, ittakhadha Allahu walad. Yote haya ni maneno aliambiwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndio muweza wa kila kitu, lakini alifanya nini? Aliambiwa maneno. Kwa hiyo lam yaslam al-mar'u min qala wa min qil, qad qila fi llahi aqwalun musannafatun tutla idha rutila al-Qur'an tartila. Mwanadamu hawezi kusalimia. Kwa hiyo radhi unapaswa utafute za Allah subhanahu wa ta'ala na sio mtu mwingine yoyote, kwa sababu kwa kufanya hivyo tutakwenda kukosa thawabu za vitendo vyetu tunavyofanya, na itakuwa hatujafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina hum yuraun, wale ambao kwamba wanajionyesha, na tumelizungumzia hilo kwamba tufanye kwa ajili ya Allah tutapata yote. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akisema wa qul ya'malu, fanyeni. Waislamu ambao wafanye katika mambo mazuri. Watu gani wataona? Fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataona mnachokifanya, atajua nia zenu, na mtume pia Allah subhanahu wa ta'ala atamuonesha, wal mu'minun, na waumini pia wataona. Na moja katika sababu nzuri ya kwamba mtu akifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala hapati hasara, kwa sababu wewe ikiwa wafanya kwa ajili ya Allah, ufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakupenda. Na Mwenyezi Mungu akimpenda mtu umuite Jibril alayhi salam na kumwambia inni uhibbu fulani, mimi nampenda mtu fulani, faahibbu, na wewe mpende. Fayunadi Jibril fi malakuti samawati, ataita Jibril katika ulimwengu wa mbinguni, malaika wote atawaambia inna Allaha yuhibbu fulani ibn fulani, Mwenyezi Mungu anampenda mtu fulani, mtu fulani. Faahibbu, na nyinyi mpendeni. Malaika wote wanakuwa ni wenye kumpenda mtu yule. Thumma yudha'u lahu al-qabul fi al-ard, kisha anawekewa kabuli katika ardhi, watu wanawekewa mapenzi yake, akawa ni mwenye kupenda. Lakini tufahamu ni kwamba hauwezi pia kupendwa na watu wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupendwa na watu wote. Kwa hiyo lazima watu baadhi watakuchukia, na hiyo isiwe ni yenye kukutia dhiki. Kinachopaswa ni kustakim katika mstari wa Allah na kumuomba zaidi akuthibitishe. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, sisi tunajua, tunafahamu kwamba moyo wako unadhikika kwa yale wanayoyasema juu yako. Fasabbih bihamdi rabbik, basi wewe sabbih Allah subhanahu wa ta'ala, wa kun minas sajidin, na huwa katika wenye kusujudu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na maabudu Mola wako mpaka yatakapokujia mauti, ili sisi tukuthibitishe. Kwa hiyo mtu akifanya kwa ajili ya Allah hana hasara fi dunya wal akhirah. Watu watampenda, atakuwa na nuru, atakuwa na wepesi
mambo yake Allah atamfungulia, atakuwa na amani katika kuamiliana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ama aya ya mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala sema wayamnauna al-ma'un, na watu wenye sifa hizo za kukanusha siku ya Kiyama, za kuwatenga mayatimu, hawahusi watu kutoa kulisha, na wenye kujisahau katika swala zao, wenye kufanya kwa ajili ya kuonekana. Watu hao pia katika sifa zao, yamnauna al-ma'un, wanakataza msaada. Tutafanya haraka ili tumalize inshallah. Yamnauna al-ma'un, yamnauna i'anati ghairi, wanakataza kuwasaidia watu bima la dharara fi al-i'ana, kwa mambo hata ambayo kwamba lau watatoa msaada wake wao hawatadhurika. Kalinai, kama msaada wa chombo, wadalu, na ndoo, walfas, na shoka, walqidr, na sufuria. Hivi ni vitu ambavyo mtu hata ukimsaidia Muislamu wenzako akikurudishia wewe, bado huna madhara yote, wewe imekufaa na yeye pia imemfaa. Lakini unapokuwa na hizi sifa, Allah anakutia kasru, ndio tumesema ile uzito wa moyo. Kwa hiyo hata kumsaidia mtu unaona uzito, hata kumsaidia kwa ajili ya Allah huwezi. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akapiga mfano duni ili kuonesha kwamba hata kama wameshindwa kufanya haya ya kusaidiana sufuria na shoka, wataweza kusaidiana katika makubwa makubwa, au kutoa pesa zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio akasema Imam Ibn Kathir katika kitabu chake, la ahsanu ibadati rabbih, hawakutekeleza ibada ya Mola wao vizuri, wala ahsanu ila khalqi, wala hawakumtendea muumba wao haki ya kumtendea vizuri, hata bi'arati shay'in, hata kwa kuwazima kitu, ma'a baqai ainihi, pamoja na kwamba kile kitu kitambakia yeye mwenyewe, wa rujui ilayhi, na kitamrudia. Fahaulai, basi watu aina hiyo, liman'i zakati wa anwa'i al-qurbat, watu hao kukataza zaka na kukataza sadaqa, aula wa aula, watakuwa ni zaidi. Kwa hiyo mtu akishindwa kumsaidia mtu hata vitu vidogo vidogo, ataweza kutoa zaka na kutoa qurbati. Ndio Imam Al-Mawardi akatoa kauli tatu, akasema kwa maana al-ma'un az-zaka, hizi zaka tunazozijua katika Uislamu. Akasema maana ya pili, kullu ma yata'awaru an-nas, chochote kile watu wanachoazimana, sufuria, vikombe, mashoka au vyombo, majiko na mengineyo. Alafu pia akatoa kauli ya mwisho, akasema mataul bait, vitu vya nyumbani. Kwa hiyo muhimu ni hizo hizo. Kama mtu ataweza kushindwa kusaidia vitu vya nyumbani au vitu vya kazi, ataweza kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhim, mwisho kabisa Imam Ibn Kathir akamalizia na hadithi, akasema kullu ma'rufin sadaqa, kila ma'ruf ni sadaqa. Kwa hiyo hata ukimsaidia mwenzako na ile sufuria, ukimsaidia na kile kikombe, ukamsaidia na ile shoka akaenda kufanyia kazi zake, ujue katika hilo unapata ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tumuombe Allah atuepushe na sifa hizi na atujalie katika watu wenye kuamini siku ya mwisho, na vile vile tuwe tutawatendea wema mayatima, na tuhimize katika kuwalisha maskini na mayatima na mafakiri, na tujitahidi kulinda swala zetu, tusiingie katika wale ambao wamejisahau na wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kujionesha, na tusaidiane sisi wenyewe kwa wenyewe katika mambo ya khair na katika maisha yetu ya kawaida, ili Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi na atufungulie katika khair zake. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.